imekuwa kubwa sana. Nimesema hivi, katika maisha fulani ndio kila kitu. Sawa? Katika maisha fulani ndio kila kitu. Na hasa unapopata shangwe kama hizi. Unaona hata mwendo leo, kila unayemuona sasa hivi unakuta mwendo kabadilika. Kwa sababu tunachotaka wana Yanga ni furaha, sio mateso. Na sisi tunachokitaka sio furaha, tunataka ubingwa. Kama unavyoona sasa hivi tumeshinda mechi hii, sasa kinachofuata ni kwenda kucheza mechi ya yule Bitwa aka Paka FC, yule mkia yule, tunataka tukacheze mechi yake kule alikokwenda, kuhakikisha nafasi hii hawezi kuikamata pale juu. Kwamba sisi tumeikamata mpaka sasa hivi tushaongeza kwa pointi 5 ili aweze kutukuta sisi mabingwa historia katika nchi hii. Kwa sasa tunakwenda kucheza mechi zake, kwa sababu yule anachokifanya yeye ni kucheza mechi zetu, na sasa sisi tunaenda kucheza mechi zake. Kama unavyoona sasa hivi wanajitahidi sana kuzifakamia mechi za Yanga, ila wakikutana na wale watumwa Mohamed wanacheza kama wamelegea, kama sio mwanaume wa kweli. Wanapigwa 5, ukikutana na Yanga anajifanya atukamia. Sasa vitimu kama hivyo hata ukikukuta kinaporomoka kwenye ligi kuu, yani unakikandamize kiende kikafirie mbali huko. Sawa? Kwa sisi, mimi nilivyokueleza kwamba bado tuna imani na ubingwa. Sasa ubingwa unakujaje? Nitakuwa tushinde mechi zote 3 kabla tujakutana na yule Paka FC. Baada ya hapo sasa tunaenda kucheza mpaka na mechi zake. Tukienda kule tukuja kukutana na yeye hiyo tarehe 8, tutamuonyesha show game kama ulivyoona leo. Pila lililopigwa linaitwa pila la kukera watu. Unaona wale wachezaji wamekuja pale wanacheza kama wanalima, lakini tukasema sasa tucheze kama tunalima, tunacheza mpira ambao umenusuliwa na ulimwengu. Kama unaona faulo zimekuwa nyingi, kama imepatikana penalty ametunyima, tukaona sasa tupige magoli ya penalty baba. Ya kina mama. Sisi tunapiga magoli kuanzia mita 100. Kama unaona biashara sijui biashara ya maembe, ya mapapai, sijui mchicha, kabichi, lakini mwisho wa siku kafa. Kwa sisi kama wana Yanga, shangwe zinazidi kuendelea, ukiinama ukiinuka hilo. Kajifanya kabana kipindi cha kwanza, lakini kipindi cha pili kabini nimpigie nyimbo. Blaza, utatoa utoi. Na yeye mwenyewe kakubali, blaza nimekubali kwamba mtoto yake ni nepi, na mtoto huwezi kumtuma dukani enda kanunue unga, ukimtuma kanunua unga ananunua pipi. Kama unavyoona kaenda dukani kanunua pipi, analetea mzazi wake anabaki anashangaa, na anaonekana mzazi ndio mjinga alomtuma mtoto kwenda kununua unga, mshazuka kununua pipi. Kwa sisi kama mashabiki, kama unavyoona hapa, sisi nawashukuru mashabiki walioweza kuja uwanjani. Tuendelee kuisupport timu yetu, hamna kurudi nyuma. Huwezi kususa, hata kama ukisusa na msusa nani, ukisusa na mkomoa nani. Tuendelee kuisupport timu mwanzo mwisho. Na mimi ninavyokueleza ndugu yangu, hakuna kurudi nyuma. Tutaendelea mwanzo mwisho. Kama unavyoona kwetu tunakuaga wingi. Kukata tamaa sio kusema eti tunapata suluhisho. Tuje kwa wingi. Unaona? Tuje kwa wingi mpaka sasa. Kama unavyoona leo mashabiki tulikuwa wachache ndugu, inatuuma. Inakuwa tuje kwa wingi mpaka wenyewe wale waone bwana hawa kweli sasa ni taifa la Mwanamilele, timu ya Yanga Africans. Na ndo yani Yanga, ukizungumzia Yanga yani umeizungumzia Tanzania. Kwa sisi tuendelee kuisupport Yanga, tuonekane kabisa ndio timu ya kwanza kucheza game. Unaona? Kwa sisi kama mashabiki tuendelee kuja kwa wingi, tuendelee kuiunga timu. Twende mpaka mechi zote ambazo tuzimalize hizi mechi 3 zilizobaki, mpaka kwenda hiyo tarehe 8 kwenda kukutana na wale watumwa wa Ahmed. Bwana, peace and love kwa Yanga kwanza, big up sana. Yanga Yanga I love you. We win together, we lose together. We win together, we lose together. Ongeza hicho. Sisi ndio Young Africans. Tulioipenda, tunaipenda na tutaendelea kuipenda. Leo nina mambo mawili makubwa na mazito. Cha kwanza, kuna usaulifu, unaona huwa sijui kuna usaulifu wa kadi. Kwa sababu kuna matukio tunakuwa tunachezewa, lakini inakuwa ni ugumu kutoa zile kadi, kuonyesha zile kadi. Jambo la pili ni mashabiki wa Young Africans wenzangu, niwaambie ya kwamba katika kipindi hiki tunachokipitia hiki ndio kipimo cha sasa, kipimo kamili cha Yanga wa ukweli na wa Yanga wa matokeo. Usipende timu kwa sababu ya matokeo. Kuna mashabiki wanapenda klabu
kwa sababu ikiwa inafanya vizuri. Je, ikifanya vibaya ni nani sasa apambane? Au kuna wengine unakuta mtu anaisema vibaya timu yake, unaita vibaya timu yako Young Africans, unaisema vibaya nini? Sasa wewe nyumba yako ukishindwa wewe kuijenga, wewe akujengee nani? Sisi ndio Yanga wenyewe, tutapambana wenyewe ili ile raha tuliokuwa tunaipata. Kwa nini hatuipati? Tunakwama wapi? Sasa ndio wakati wa kupambana, na imani furaha itarejea tena Young Africans kama kawaida, na tutaendelea kujaa uwanjani. Salamu zako tarehe 8 sasa. Tarehe 8 labda niwaambie wale Simbris. Nawaambiaje? Tonombe tuisila mukoko kisinda wanatokaje mtoto mudogo yake minepi yoyo, mtoto mudogo yake minepi yoyo. Ile michezo anayoicheza Simbris Yanga tushamaliza, hawawezi kucheza na sisi yoyo. Dabi ni dabi, na unaambiwa hivi katika dabi ya Yanga na wale wenzetu wale wa pembeni wale wa mkono wa kushoto, niko hivi, mnapokwenda kucheza na wale, haijalishi mpo katika hali gani, na kikosi kinachoenda kupambana na wale Simbris, naweza hata mimi mwenyewe nikapanga na tukashinda mechi. Tunaweza tukamchagua hata mtoto yoyote tu wa Young Africans, bwana hebu panga, na kapanga kikosi na tukashinda. Mimi niwaambie pointi 3 zetu wanazo wao, tunakwenda kushinda hiyo mechi hivi. Ila mimi nachoomba tu kwamba siku tarehe 8 tutakapoenda kucheza, zizingatiwe tu zile sheria 17 za mpira wa miguu. Sawa. Au sio? Zikizingatiwa tu hizo. Kwa sababu ukifuatilia hata katika michezo ya nyuma dabi tulizokuwa tukicheza, ukiangalia ile dabi ambayo tuliwapiga hapa kimoko mpaka yule mchezaji wetu wakamtamani wakamchukua, tulikuwa na marais watatu, wakachezesha kwa waamuzi, wakachezesha kwa kuzingatia sheria 17 na tukaibuka na pointi 3 na kuwatia aibu na pote kwa ile labda ya kwetu sisi. Hao wenzetu yani iwekwe namna gani ili mradi tu waamuzi wao wanachezesha kwa kufanyaje, kufuata zile sheria 17. Mohamed Hussein na Shomari wanakuja njano na kijani. Mohamed, mimi nikwambie ni hivi, hakuna mchezaji ndani na nje ya nchi Afrika, East Africa, sijui Afrika kwa ujumla, hakuna mchezaji ambaye hatamani kuja kuchezea Young Africans. Wote, hata yule nani huyu nani, achana na Chama, achana na Mixon, Neymar, yule Neymar yule, nakwambia hivi, hakuna mchezaji yeyote anayecheza mpira wa miguu, sio wa kikapu, anayecheza mpira wa miguu, hakuna mchezaji ambaye hatamani kuja Young Africans. Amini ninachowaambia, ngoja tunashinda hii mechi zote zilizosalia, tukikutana leo Simbris tunampiga, alafu tunaendelea, nafasi ya ubingwa iko pale pale.